Bana, huyu ni nyota na mshambuliaji katika kikosi cha Al Nassr. Huyu anamuita Sadio Mane. Mshambuliaji huyu na nyota katika nchi ya Senegal pia, lakini pia amejulikana kulingana na kwamba amekuwa akitumia simu ambacho kioo chake kilikuwa kimepasuka, jambo ambalo liliweza kuibua maswali mengi sana kwa mashabiki na vyombo vya habari. Alipoulizwa kuhusu hilo, Mane alieleza kuwa anapendelea kutumia mali yake mwenyewe ili kuweza kusaidia jamii yake badala ya kujilimbikizia mali za kifahari. Alisema hivyo, lakini pamoja na hayo yote alisema hivi: kwa nini nitake Ferrari 10 na saa 10 za almasi na ndege 2 za binafsi? Lakini pia nilipitia njaa nikiwa mdogo, nilifanya kazi mashambani, nilicheza bila viatu na sikwenda shule. Sasa naweza kusaidia watu. Napendelea kujenga shule na napenda pia watu maskini niwape chakula na mavazi. Zaidi ya haya yote, Mane alifichua kuwa simu hiyo ya iPhone 11 ni zawadi kutoka kwa rafiki yake wa karibu na mchezaji mwenzake wa zamani wa Liverpool. Huyo anamuita Giorgio Wijnaldum, ambaye ingawa alikuwa na uwezo wa kununua simu hiyo mpya na alichagua kuheshimu urafiki wao na kuendelea kutumia simu hiyo hivyo hivyo. Mane kwake amezidi basi kujitolea kufanya mambo mbalimbali katika nchi yake ya Senegal, pamoja na kwamba amehusika katika ujenzi wa vitu mbalimbali. Huyu ni mmoja kati ya mtu ambaye ana uwezo mkubwa katika kuhakikisha kwamba nchi yake ya Senegal basi inazidi kuwa ni moja kati ya nchi ambayo ina vijana ambao wanajitegemea na wana uwezo wao binafsi. Hapa naweza nikakwambia kwamba nini ambacho Mane amefanya katika nchi ya Senegal. Mane ameweza pia kufanya ujenzi wa shule mnamo mwaka 2019, ambako pia Mane ndipo alipokutoaga kwamba alikuwa na iPhone 11 ambayo imepasuka kioo, na wengi wakawa wanajiuliza maswali mengi, na yeye pia akawajibu kwamba ni vema zaidi anawekeza zaidi katika swala zima la kuboresha shule, lakini pia na vitu mbalimbali katika nchi yake, na anapenda pia kuwasaidia watu. Lakini pamoja na hayo yote alitekeleza, Mane alitoa takribani dola za Kimarekani 350 kwa ajili ya kujenga shule ya sekondari katika kijiji chake cha huko Bomboli. Na pamoja na hayo yote pia Mane alifanya uboreshaji wa teknolojia ambayo basi ili kuweza basi kuwasaidia wanafunzi, ambao pia alifanya pia kuongeza kitu kingine, aliwapa pia kompyuta ambayo ni kompyuta mpakato, yani laptop, wanafunzi bora wa shule ya upili ya huko Bambali, na pia alitoa dola za Kimarekani 400 kwa kila mmoja wao ambaye alikuwa amefanya vizuri katika shule hiyo ya upili. Pamoja na hayo yote pia Mane ni mmoja kati ya mtu ambaye alifanya ujenzi wa hospitali. Mnamo mwaka 2021 alitoa takribani dola za Kimarekani 693,000 kwa ajili ya kujenga hospitali iliyokuwa inahudumu Bambali na vijiji 34 vya jirani, ikiwa ni huduma za uzazi, meno, vyombo kwa ajili ya ushauri, lakini pia maabara. Bana, hii ni moja kati ya vitu ambavyo Mane amefanya katika nchi yake. Lakini pia amefanya uboreshaji wa miundombinu, yani alifanya kuboresha miundombinu ambayo ilikuwa katika nchi yake. Mane amefadhili ujenzi wa kituo cha mafuta na ofisi ya posta katika kijiji chake cha Bambali, hii akiwa analenga zaidi kuboresha huduma za kimsingi katika wakazi ambao wanaishi katika kijiji hicho cha Bambali. Lakini pia ujenzi wa uwanja wa soka, hichi ni moja kati ya kitu ambacho kimewashangaza watu wengi sana. Mwamba ameweza kujenga uwanja wa soka basi baada ya kushiriki gala mnamo 2022 mwezi wa 6. Mane alifanya ufadhili wa uwanja huo wa soka, ambao basi alifadhili ujenzi huo wa uwanja wa soka wa viwango vya FIFA katika kijiji hicho cha Bambali. Lakini pia akibadilisha uwanja wa zamani uliokuwa ni uwanja ambao ni mbaya sana, ambao ulikuwa na changamoto za hali ya hewa za hapa na pale. Kwa hiyo Mane alifanya kuwekeza. Lakini pia mwisho wa siku Mane hakuishia hapo, alifanya pia msaada wa fedha kwa familia mbalimbali. Inaripotiwa kwamba Mane kutoka katika kijiji chake hicho cha Bambali amekuwa akitoa euro 70 kwa mwezi kwa kila familia kwa ajili ya kusaidia kupunguza mizigo ya kifedha kwa wakazi wake wa kijiji cha Bambali. Yaani ni kwamba Mane anafanya kazi huko Al Nassr, na mwisho wa siku basi anawapa angalau chochote kitu wana kijiji ambao wako katika kijiji cha Bambali. Kwa namna moja au nyingine amebadilisha Bambali kuwa vile mji na wala sio kijiji tena. Sasa basi mchango wake basi Mane au kuishia hapo, alifanya pia mchango katika kipindi cha mwaka 2019, kipindi ambacho kilikuwa ni kipindi cha COVID. Mane alitoa almost alitoa euro 41 kwa kamati ya kitaifa ya Senegal kupambana na janga la COVID kwa mwaka huu. Lakini pia tuzo ya Socrates iliweza kumtambua juhudi zake Mane na kuwa moja kati ya mtu ambaye katika jamii amekuwa akitoa msaada wa hapa na pale. Lakini pamoja na hayo yote Mane amekuwa akiboresha maisha ya jamii yake ili basi katika siku za usoni iwe ni moja kati ya jamii ambayo itamkumbuka. Pia kitu ambacho kimewashangaza wachezaji wengi wa Al Nassr
ni pale ambapo Cristiano Ronaldo alipomsogeza Mane mbele, na mwisho wa siku tukio hilo limekuwa ni tukio ambalo limekuwa likiwashangaza watu wengi sana katika mitandao ya kijamii, hususani watu maarufu. Kwa nini Cristiano Ronaldo alimchagua alimchoose Mane na kumsogeza mbele? Kwa hiyo Mane ni kama vile watu walikuwa wanamshukuru kwa kile ambacho amekuwa akikifanya, kwa sababu ni mambo mengi ambayo ameweza kuboresha sehemu nyingi, na yeye ni mtu mmoja, lakini pia kuna watu ambao ni wakubwa na waweza kufanya kitu kama hicho kwa nchi yake, lakini Mane ametoa kwa namna moja au nyingine, amejitoa na kuhakikisha kwamba nchi yake ya Senegal basi inapata vile vitu ambavyo ni muhimu katika jamii. Pamoja na hayo yote, naweza nikasema kwamba katika nchi ya Senegal basi wamepata mtu ambaye ni sahihi kwa miaka hivi ya sasa, kupata kijana ambaye anafanya uboresha vitu mbalimbali. Lakini pia kwa hivi sasa Mane naweza nikasema kwamba Sadio Mane ni mchezaji ambaye analipwa vizuri sana, lakini malipo ya kwake Sadio Mane yamekuwa yakiwa na mtafaruko hapa na pale. Wengine walikuwa wanasema kwamba analipwa pesa ndogo, lakini amekuwa akitoa kwa kiasi kikubwa, lakini wengine wamesema kwamba analipwa pesa kubwa, lakini ametoa kwa kiasi kikubwa hicho. Kwa hiyo ndio maana hata sometimes anakutwa na simu ambazo zimepasuka screen. Kwa mfano kama hiyo mwaka 2019 iPhone yake 11 alikuwa amekutana nayo akiwa mpasuka screen, na mwisho wa siku basi iPhone hiyo ikawa inasaminika kwamba hata sio yeye aliyeweza kuinunua, alikuwa amenunuliwa tena na rafiki yake. Kwa hiyo hakujali sana kuhusiana na simu, yeye alikuwa anazingatia zaidi basi ni maendeleo katika kijiji chake cha huko Bambali. Kwa hiyo ni vema zaidi kwake Sadio Mane kwa hichi ambacho amekifanya. Kwa hiyo basi ni kwamba nini ambacho Sadio Mane anakipokea katika klabu ya Al Nassr inayoshiriki ligi kuu huko Saudi Arabia. Basi kulingana na kwamba huko Saudi Arabia mwamba huyo Sadio Mane amekuwa akishiriki katika michezo mbalimbali, lakini pia mnamo 2023 kwa mkataba wake uliokuwa unatarajiwa kuishia mwaka 2027. Kulingana na ripoti mbalimbali, Mane basi analipwa mshahara wa takribani euro 650 kwa wiki. Sasa basi ni takribani na dola za Kimarekani ambazo ni 830,290 kwa wiki. Hii ikiwa inamaanisha kwamba kwa mwaka mzima Mane anapokea kitita cha milioni 43 dola za Kimarekani kwa mwaka mzima. Kwa hiyo ni jambo ambalo bado Sadio Mane anaipigia pesa ndefu sana, kiasi cha kwamba pamoja na kwamba amekuwa akichangia mchango mkubwa sana katika kijiji cha huko Bambali. Kwa hiyo katika nchi ya Senegal Sadio Mane anathaminika sana, na anaaminika kwamba ni moja kati ya mtu ambaye ana upendo na ni mtu ambaye ana utu ndani yake. Kwa namna moja au nyingine pia kuna tukio ambalo limekuwa likiwashangaza watu wengi sana. Kulingana na pesa ambayo Sadio Mane amekuwa akimiliki, pia amefanya kitendo ambacho ni cha kuwashangaza watu wengi. Ameoa mwanamke ambaye ni wa kawaida sana. Yaani ni mwanamke ambaye sio wa kimataifa, sio modo, wala sio mwanamke ambaye alikuwepo basi anavimba mitandaoni au ni mtu ambaye ni wa mitandaoni, lakini Sadio Mane anaenda ameselect mwanamke ambaye anamfurahisha moyo wake kulingana na pesa yake pia aliyokuwa nayo. Kwa hiyo ni jambo ambalo bado limekuwa likiwashangaza watu wengi sana katika mitandao ya kijamii na watu mbalimbali. Basi mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News na ndio iliyojiri katika mitandao ya kijamii, hususan katika swala zima la kwake Sadio Mane huko Al Nassr. Bye bye for now.